Ndugu mtazamaji, bwana, taarifa ambayo imetufikia hapa ofisini kwetu ni kwamba Sheikh Walid, Sheikh wa jiji la Dar es Salaam, amesimamishwa kazi, na hii ni kutokana na baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza. Nataka hapa nikusomee barua ambayo imeelezea hilo swala kiundani zaidi. Hapa bwana ameandika kwamba taarifa kwa umma, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, The National Muslim Council of Tanzania. Wakaendelea hapa kusema kwamba Baraza la Ulama BAKWATA leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026 limekutana katika kikao cha dharura chini ya Kaimu Mufti Sheikh Ali Hamisi Ngeruko ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. Kimeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na mienendo yao inayokiuka misingi ya kiuongozi ya baraza. Then hapa chini wakaandika kwamba Sheikh Walid Al-Hadi Mkwamba, huyu ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Isa Nasoro Isa, shehe mkoa wa Singida, pamoja na Sheikh Hassani Kiburwa, huyu ni shehe wa mkoa wa Kigoma. Utekelezaji wa mabadiliko haya unaanza leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Lakini pia vile ni kwamba BAKWATA wakatoa tena taarifa nyingine kwamba aidha Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakari Zubeiri bwana amewakaimisha mashehe wafuatao kuwa mashehe wa mikoa. Kwa wakati hawa wamesimamishwa kazi, hawa wamekuwa makaimu kwenye upande huo wa uongozi wa shehe mkuu wa mkoa. Sheikh Abbas Ramadhani Abbasi, huyu ni mjumbe wa baraza la mashehe la mkoa wa Dar es Salaam, kuwa maimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Nadhani alikuwa anamaanisha pa kaimu. Okay. Alafu namba 2, Sheikh Isa Ramadhani Simba, shekhe wa wilaya ya Singida mjini, kuwa kaimu shekhe wa mkoa wa Singida, na Sheikh Uwesu Muhamedi Kiumbe, mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA mkoa wa Kigoma, kuwa kaimu shekhe wa mkoa wa Kigoma. Aidha pia utekelezaji wa ofisi ya katibu mkuu kusimamia makabidhiano ya ofisi hizo ndani ya muda mfupi. Sheikh Hassan Saidi Chizenga, katibu wa baraza la maulama. Hapa wakaelezea pia kiundani zaidi kwamba baraza la maulama BAKWATA limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na kile kinachoelezwa kwamba ni mienendo inayokiuka misingi ya uongozi wa baraza hilo. Kwa hiyo sasa hizi ni taarifa ambazo zimetolewa na moja kwa moja wadau wanadai kwamba huenda chanzo cha shehe huyu kusimamishwa ni zile malalamiko ya yule bidada ambaye amezungumza huko mitandaoni. Clip zake zimeenda viral akiwa anaomba msaada kwamba hapati matumizi, yani ajaliwi apati matumizi ya mtoto ambaye amezaa na shehe huyo. Kwa hiyo huenda wadau wanasema kwamba hiyo ni moja kati ya sababu ambayo imepelekea shehe huyo kusimamishwa kazi. Na bwana, ni kwa mara nyingine tena bidada ambaye anadai kwamba yeye amezaa na Sheikh Walid na baadaye akawa hapati matunzo ya mtoto ambaye amezaa naye, na kila akijitahidi kuzungumza kupata nafasi ya kumwelezea na kumwambia kwamba kuna hiki na hiki anatakiwa afanye kuhusiana na mtoto wao, ni kwamba Sheikh huyo amekuwa akimkwepa, na bidada huyo ameenda mpaka mahakamani, lakini Sheikh alikuwa haitiki wito, yani alikuwa atoi ushirikiano kufuatia kwa mashtaka au malalamiko ya huyu bidada. Sasa hii yote inasemekana. Sasa huyu bidada bwana amejitokeza huko mitandaoni, hususan TikTok, amekuwa akielezea mengi ambayo ameyapitia, ameelezea story nzima, lakini pia vile baadaye watu wengi wakawa wanabeza kwamba huenda bidada huyu bwana anataka tu kumchafua Sheikh Walid. Basi moja kwa moja bidada huyu bwana akaamua mpaka kuonyesha ushahidi kuhusiana na vyeti vya kuzaliwa vya mtoto ambaye wamezaa pamoja. Kwa hiyo hapa bwana, tuko na video ambazo tumezitoa katika ukurasa wa TikTok wa dada huyu. Nataka hapo msikilize akiendelea kusimulia yale ambayo yanayomsibu kuhusiana na Sheikh Walid. Mimi nahisi wenye kujua jambo hili wanajua,
wenyewe niliwatafuta kwa ajili ya ushauri, wamwite mzazi mwenzangu tusikilizane. Walifanya kazi, lakini kwa ajili ya kiburi hakuweza kutoa mwafaka mzuri, kwa sababu yeye kiongozi mkubwa, mimi sina thamani yoyote. Nilipita ofisi nyingi, nilipata msaada kwa ajili ya kuweza kumlea mtoto. Nilisaidiwa, nilienda kwa mkuu wa wilaya, nilienda kwa ustawi wa jamii, nilisaidiwa, nilienda mahakamani, nilisaidiwa pia mpaka kesi kafika hatua ya kufutwa, nilisaidiwa. Kwa hiyo serikali inafanya kazi, sio kwamba haifanyi kazi, inafanya kazi. Lakini sasa inapofikia mahali unajua una shida na mwenzako, fanya mjadala, utatue tatizo hilo. Sio unatumia njia za kusema nitakupoteza. Sasa mimi kufa lazima nitakufa. Je, wewe utabaki duniani milele jamani? Mimi ninachokiomba, naomba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nisaidie. Nishapitia ofisi nyingi kwa ajili ya kuomba msaada, lakini sijafanikiwa kusaidiwa mpaka leo hii. Natishiwa na mzazi mwenzangu kwamba mimi nitapotezwa, mtoto wangu atauliwa, mpaka naenda ofisini kwake nataka kupigwa. Si kitu kizuri sana. Wakati mimi nilienda kwa amani, niongee na mwenzangu, tusikie hatua gani tutakaoifanya kuhusu mwanae. Sio jambo lizuri la kunitishia. Mpaka saa hii nimeenda kujificha kazini kwenye nilikuwa natafuta riziki ya mtoto, siendi, sijui sasa nitaishije. Naomba wenye huruma wanihurumie mimi, wanitetee mimi. Sauti yangu naweza kutoweza kufika kwa Mama Samia, anihurumie. Waziri Gwajima pia, mama yangu, sauti yangu ikufikie, una huruma pia na wanawake. Waziri Mkuu, najua ubagui pia, baba yangu, unihurumie, sauti yangu ifike kwako. Nilishafika sehemu zote, nilishaenda kwa mama yake, akataka kunipiga stuli, nauli ambayo ilikuwa inaweza kumsaidia mtoto wake, kwamba wenye kusema kwamba mimi namsingizia. Hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Siwezi kumsingizia mzazi mwenzangu. Nampenda kwa sababu ni baba wa mtoto wangu. Makosa siku zote yanatokea, hata kwenye ndoa makosa yanatokea, ndio hivyo. Lakini changamoto iliyopo mimi kutishiwa kupotezwa. Kwa nini nipotezwe wakati mimi sina shida naye? Nilimfanya kitu gani ili anipoteze? Haya, mnasema mimi nambishia. Huyu muhuri mimi ninao. Muhuri wa mahakamani ninao. Hizi document hizi si summons za mahakamani. Haya, wakili wake Simba hamumjui.